بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. Halqa ya leo tutazungumzia kuhusu mwanamke yule ambaye kwamba yuko na haidh, ameingia katika kipindi cha haidh, ameingia kwenye ada yake. Je, ni afunge ama asifunge katika mwezi wa Ramadhani? Yaani mwanamke anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani na kukaingia kipindi cha ada yake, je, anafaa kula ama anafaa kufunga? Hii ndiyo mada yetu ya leo, na tumezoea ama tumekulia na kufundishwa kwamba mwanamke anapokuwa katika ada yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa anakula. Hivyo ndivyo tulivyorithi kutoka katika vitabu vyetu. Lakini je, tumehakikisha ndani ya Qur'ani kwamba haya maneno ni sawa? Kwa sababu ni lazima, ndugu Muislamu, lolote ulilolisikia kutoka kwa babu zetu, kutoka katika vitabu vyetu vya turathi, ni lazima uhakikishe kwamba haya maneno yanaendana na Qur'an, yameafikiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, ama yamekhalifiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja mambo kama haya katika kitabu chake. Ni lazima, ndugu Muislamu, kila mmoja wetu ana masulia kuhakikisha jambo lolote la dini. Na sisemi kwamba al-awwalina wako na makosa kila walilolisema, la, yale ambayo kwamba yameafikiana na Qur'ani lazima tuyakubali, na yale ambayo kwamba yamekhalifiana na Qur'ani ni lazima tuwe ni wenye kuyakataa, na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja ndani ya Qur'ani, wao wakaja wakatutajia, tujue kwamba hilo halitoki kwa Mwenyezi Mungu bali linatoka kwa mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuharamishia kufuata jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulitaja ndani ya kitabu chake. Ndio akatuambia katika yale mambo matano aliyoharamisha, mojawapo akatuambia wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Nini maana ya antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan? Ni kufuata jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulitaja ndani ya Qur'ani. Utakapolifuata jambo kama hile, wewe itakuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu na ni haram na umepata madhambi. Kwa hivyo ni lazima kitu chochote tuhakikishe tulichokisikia kutoka kwa babu zetu ama katika vitabu vyetu vya turathi. Kwa hivyo leo tutaangalia, je, masala kama je, babu zetu wamekosea ama wako sawa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu, na tutatumia Qur'an, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama, ndugu Muislamu, atakuhukumu kulingana na Qur'ani wala sio kwa vitabu vingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim waji'na bika shahidan ala haula wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama atafufua kila umma na mshuhudia wao mwenye kushuhudilia. Wajina bika ala haulai shahida, na wewe Mtume Muhammad, na wewe pia utakuwa ni mwenye kushuhudia kwa ummati wako. Atashuhudia nini Mtume Muhammad mbele ya ummati wake? Wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in. Hiyo, haya maneno ndo atakayoshuhudia mtume wetu Muhammad kesho yaum alqiyama, kwamba wanazzalna alayka alkitaba, na tumekuteremsha wewe kitabu, tibyanan likulli shay'in, kimeweka wazi kila kitu. Yani hakuhitaji kitabu chengine cha usaidizi, la, Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema kila kitu tunachokitaka katika dini kimeweka wazi.
Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine akatwambia, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulla shay. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma kana hadithan yuftara, hayakuwa haya ni mazungumzo ya kuzuliwa tu, la, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini ni yenye kusadikisha kwa vile vitabu ambavyo kwamba vilivyopita, wa tafsila kulla shay, na kimepambanua kila kitu. Kila kitu tunachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekipambanua katika kitabu chake. Kwa nini Mwenyezi Mungu kila kitu amekipambanua na kukiweka wazi katika kitabu chake? Ili tusende kwenye vitabu vingine, ili usiwe na haja ya kumuuliza shekhe, je, shekhe, hili ni halali ama hili ni haramu? La, kila kitu kimo ndani ya Qur'an. Kwa hivyo na sisi twarudi ndani ya Qur'an kuhakikisha mambo kama haya, ili yauma alqiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuuliza uwe na jawabu, uwe na shuhuda kutoka ndani ya Qur'ani, wala sio kwenye vitabu vingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi mloamini, kutiba alaykumus siyam. Na hapa Mwenyezi Mungu amesema kutiba, hakusema furidha, na hii ni tadabbur Qur'an. Kuna tofauti ya kutiba na furidha, lakini hapa sio mahali pake. Mwenyezi Mungu anasema, nimewafaridhishia nyinyi, nimewajibishia nyinyi kufunga mwezi wa Ramadhani. Nani? Mume na mke. Ya ayyuhalladhina amanu, mume na mke. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama nilivyowafaradhishia wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu nyinyi, ummatu Taurat na ummatu Injili. Kwa hivyo ummatu Taurat wako na saumu na wao, na ummatu Injili Mwenyezi Mungu amewafaradhishia saumu. Kama kutiba ala alladhina la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa na takwa. Kisha Mwenyezi Mungu aya inayofuatia atuambia ayaman ma'dudat, siku ambazo kwamba ma'dudati, zenye kuhisabika. Faman kana minkum maridan au ala safarin, yule atakayekuwa mgonjwa ama yuko katika safari, fa'iddatun min ayamin ukhar, atahisabu siku nyingine. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa ruhusa kula mchana wa Ramadhani watu aina mbili, mgonjwa na yule aliyoko katika safari. Hao Mwenyezi Mungu ndio amewaruhusu. Je, Mwenyezi Mungu ametaja alhaidh? Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu Muislamu, swali hili jiulize. Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa watu wawili, mgonjwa na yule ambaye kwamba yuko safarini. Je, Mwenyezi Mungu amemtaja alhaidh? La, Mwenyezi Mungu hajataja. Je, alhaidh, yani mwanamke aliyoko na hedhi, je, yaingia katika gurupu la mardha, la wagonjwa? Tumsikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atatuambia kwamba ikiwa alhaidhi yaingia katika gurupu la ugonjwa, atatuambia kama alhaidhi ni mgonjwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kuhusu masala ya hedhi, ametutajia ndani ya Qur'an, akatuambia wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Mwenyezi Mungu anatuambia wayasalunaka anil mahidhi, anamwambia Mtume Muhammad, anakuuliza wewe anil mahidhi, kuhusu hedhi, pale mahali panapotoka hedhi. Qul, sema Mtume Muhammad, huwa adha, hilo hedhi, hiyo hedhi, adha walaysa marda. La, amesema adha, ni udhia. Na naam, ni udhia, kwa sababu mwanamke anapokuwa katika kipindi hicho huwa mara amekaa mwenye ametulia, mara damu imetoka, yani ni udhia. Ama amekaa na watu, mara damu imetoka, ni udhia.
Kwa hivyo sio maradhi. Mwenyezi Mungu hapa anatufafanulia kwamba hedhi sio maradhi, bali ni udhia. Hedhi ni maumbile ya mwanamke. Mwenyezi Mungu amemuumba tabii, wala sio ni ugonjwa, la abadan. Qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahidhi. Mwenyezi Mungu anatuambia waepukeni wanawake wanawake kipindi, yani wakati ama mahali pale ambapo kwamba panapotoka damu ya hedhi. Kwa hivyo tujitenge nao. Tutenge nao vipi? Tujitenge nao wanawake? La, pale mahali ambapo kwamba panapotoka damu ya hedhi. Fa'tazilu nisaa fil mahidh wala taqrabuhunna, wala musikurubie hapo mahali, hatta yatuhurna, mpaka itakapokomeka ile damu ya hedhi. Fa idha tatahharna, yani sasa ishakomeka, na mwanamke kama yule akajitwahirisha, kwa sababu hapa tau ni tau taf'il. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema fa idha tatahharna, pindi atakapokuwa amejitwahirisha, faatuhunna, basi waingilieni, min haithu amarakumullah, kwa ile namna alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndani ya aya kama hii tumejua jambo la kwanza kwamba mwanamke akiwa kipindi cha hedhi sio ugonjwa, bali ni maumbile. Kwa hivyo tukafafanua na tukapata dalili ndani ya aya kama hii kwamba mwanamke akiwa yuko katika kipindi cha hedhi, basi huyo yuko ghairu tahir, hayuko tahara. Ndio Mwenyezi Mungu akasema fa idha tatahharna, wanapojitwahirisha, faatuhunna min haithu amarakumullah, waingilieni kwa namna alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanamke anapokuwa kipindi cha hedhi haingii katika wagonjwa, bali huyo hayuko tahara, wala haingii katika gurupu la wagonjwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika swala, Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya kitabu chake, amesema nini? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia mmoja wenu anapotaka kuswali, basi mtu kama huyo ni lazima apate udhu, kama vile alivyoeleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake. Kisha aendelea Mwenyezi Mungu asema wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa muna janaba basi ogeni. Yani huruhusiwi kuswali unapokuwa uko na janaba. Fatahharu, mpaka ujitwahirishe, kama kule Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyosema fa idha tatahharna. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu utahara, yani mwanamke anapokuwa hedhi huwezi kumwingilia mpaka ajitwahirishe. Kwa hivyo ni ghairu tahir, na hapa huyu junuban naye ni ghairu tahir. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wa in kuntum junuban fatahharu, yani ogeni, muogeni. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa in kuntum maradan au ala safari au jaa ahadun minkum min alghaid. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa in kuntum maradan, ikiwa kuna wengine, ikiwa mtu ni mgonjwa, au ala safarin, ama yuko safarini, au jaa ahadu minkum min alghaid, ama kaja kutoka haja, au lamastumun nisaa, ama kawa meingiliana na mwanamke, falam tajidu ma'an, na mkiwa hamkupata maji, fatayammamu sa'idan tayyiban. Mwenyezi Mungu asema tayamamuni, na mchanga ambao kwamba mchanga ulioko tahara, wamfamsahu biujuhikum wa aidikum minhu. Mwenyezi Mungu akasema tupanguse nyuso zetu na mikono yetu. Kisha Mwenyezi Mungu amalizia akisema ma yuridu Allahu liyaj'al alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawataki uzito, bali anataka muwe wenye kujitwahirisha. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu swala, kutuonesha kwamba swala ni lazima utwahara, na hata ukikosa maji, ikiwa uko safarini, ikiwa ni mgonjwa, ikiwa hukupata maji, ikiwa umeingilia na mke wako na hamkupata maji, basi tayamamuni. Hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba swala huwezi
kuitekeleza swala kama ile sharti uwe twahara. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema hata mahali pamoja kwamba mtu anapotaka kufunga ni lazima awe twahara, kwa sababu mwenye hedhi ni ghairu twahir, yani hayuko twahara. Na swaumu, Mwenyezi Mungu hajasema mahali popote kwamba swaumu sharti uwe twahara. Swala ndo ametuambia ni lazima uwe twahara, lakini swaumu hajatuambia kwamba ni lazima muwe twahara ndio mufunge. Kwa hivyo mwanamke anapokuwa katika kipindi cha hedhi ni ghairu twahir, hayuko twahara, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema kwamba asifunge, bali anafaa kufunga. Mwanamke akiwa kipindi chake cha ada katika mwezi wa Ramadhani ni afunge. Mwenyezi Mungu hakuna mahali ambapo kwamba alosema kwamba mwanamke amezungumzia. Mwenyezi Mungu, wa yasalunaka anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilu nisa wala taqrabuhunna, wala kusema kwamba na akiwa kipindi hicho basi asifunge. Mwenyezi Mungu hajasema hayo. Kwa hivyo tumeatoa wapi sisi maneno kama haya? Atuallimuna Allaha bidinikum, Mwenyezi Mungu asema munamfundisha yeye dini yenu hiyo. Mwenyezi Mungu hajasema mahali popote maneno kama hayo, na lau angetaka angesema. Mwenyezi Mungu amemtajia maradha na musafir wawe ni wenye kula, wamepewa ruhusa ya kula na walipe siku nyingine. Na lau angekuwa ni haidh naye pia ale alipe siku nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa ametuambia. Kwa hivyo mwanamke akiwa katika kipindi cha hedhi si mgonjwa, haingii katika grupu la wagonjwa, huyo ni ghairu tahir. Kwa hivyo ni afunge mwanamke kama yule kipindi kama hicho. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia, amezungumzia kuhusu kifo mtu atakayeua kwa makosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu Nisa aya ya 92, wama kana limu'mini an yaktula mu'minan khata'an. Mwenyezi Mungu ameanza na aya kama hivyo, na yule ambaye kwamba anasema Mwenyezi Mungu wama kana limu'min, haiwi kwa Muislamu amuue Muislamu mwenzake kwa makosa, yani hufai. Wama kana limu'minin an yaktula mu'minan illa khata, yani Muislamu hafai kumuua Muislamu mwenzake ila hiyo ni kwa bahati mbaya, kwa makosa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametuwekea hukumu kwa yule ambaye kwamba mwenye kuua kwa makosa, mume ama mke. Wewe mume uwe umeua kwa makosa, umemuua Muislamu mwenzako kwa makosa, ama wewe mwanamke uwe umemuua Muislamu mwenzako kwa makosa. Hukumu hii ni sio kwa mtu mmoja, ni kwa sote, mume na mke. Wama kana limu'minin, Mwenyezi Mungu amesema mu'mini, mu'min wameingia wote wawili. Kisha Mwenyezi Mungu aendeleaje chini yake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fadiyatu musallamat ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yule ambaye kwamba aloua kwa makosa, awe ni mume ama awe ni mke, Mwenyezi Mungu asema fadiyatu musallama, atatoa dia, wa tahriru raqaba, na kuacha mfungwa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia faman lam yajid, yule ambaye hatopata hivyo, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, afunge miezi miwili mutatabi'ain, mfululizo. Hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alipoteremsha hukumu kama hii, anajua wazi kwamba mwanamke atashikwa na hedhi. Kila mwezi mwanamke ana kipindi chake, muda wake wa hedhi. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, afunge miezi miwili mfululizo? Ikiwa swaumu ikiwa alhaidhi ni lazima awe ni mwenye kufunga, ikiwa alhaidhi inamlazimu ama saumu, ikiwa saumu inalazima utwahara, kwa hivyo mwanamke hawezi kufuata hukumu kama hii. Hii ni dalili nayo ya kuonesha
kwamba alhaidhi haingiliani, haina ulazima na utahara, kwa sababu lau ingekuwa alhaidhi mwenye kufunga ina lazima utahara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angesema fasiyamu shahraini mutatabi'aini, kwa sababu kuna wanawake ambao kwamba watakuwa na hedhi. Mwanamke ameua kisha ifike siku zake za ada, ni lazima ale, na Mwenyezi Mungu amesema mutatabi'aini shahraini mutatabi'aini. Itakamilika wapi shahraini mutatabi'aini na yeye kila mwezi yuko anaingia katika kipindi cha ada? Kwa hivyo hii nayo ni dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema kwamba mwanamke anapokuwa kipindi cha hedhi ni lazima ale, la, hajasema. Kwa hivyo mwanamke anapokuwa katika kipindi cha hedhi ni lazima afunge. Hakuna aya yoyote inayosema kwamba mwanamke anapokuwa mwezi wa Ramadhani unapoingia na akaingiliwa na kipindi chake cha hedhi basi ni ale. Hakuna mahali amesema Mwenyezi Mungu maneno kama hayo. Sasa kuna hali ambayo kwamba mwanamke, baadhi ya wanawake, sio wote, baadhi ya wanawake wakiingiliwa na kipindi cha ile ada yao huumwa, huwa wana maumivu, huwa wagonjwa. Je, hawa hali yao ni ipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wattaqullaha mastata'tum. Mwenyezi Mungu anatuambia mcheni Mwenyezi Mungu mastata'tum, kwa ule uwezo wenu. Unapokuwa umeingiliwa na hali kama hiyo na ukawa unasikia maumivu, basi vile unavyoweza Mwenyezi Mungu, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi isipokuwa kwa ule ukunjufu wake. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, tumepata kujua kwamba mwanamke wakati wa kipindi chake cha ada, akiingiliwa na kipindi chake cha ada na yuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, aendelee na saumu yake. Hakuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyetuteremshia hii dini, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyetuambia ala lillahi dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Kwa hivyo maneno yenye kufuatwa katika dini ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio maneno ya maswahaba, wala sio maneno ya tabi'in, wala sio maneno ya jamhur, wala sio maneno ya ulama. La, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno la ulama, neno la mwanachuoni liwe limeafikiana na maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini lao yatakuwa yamekhalifiana na maneno ya Mwenyezi Mungu, basi hiyo siyo dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ni dini ya mwanadamu, wala siyo dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.